Lazima baba nililia Mungu sana. Nikamwambia baba, nipe viongozi. Bwana sifiwe. Maana ukiona kiongozi anakuja kanisani kama mshirika wa kawaida na hajakuja kama maombi ataomba, unaongoza nini? Na unaongoza kwa matendo. Unaongoza ukiwa mbele. Yeyote ambaye ameshindwa kwanza na maombi, ameshindwa na msukumo wa mambo ya Mungu, ameshindwa na msukumo wa kutendea Mungu kazi. Wacha nikwambie, wakati Mungu anakuhitaji katika nyumba na unafanya mambo yako, ukifanya hayo mambo lakini ufanisi utaona. Hiyo ndio kanuni ya Bwana. Je, unasumbuka nacho ukifanya? Utakuwa ukisunguka hivi, unaangalia kama umepiga hatua moja inakushinda. Unatafuta hatua ambayo umefanya wakati umetetea kwa nyumba ya Bwana na umeenda kufanya mambo mengine. Utakuwa ukitafuta hatua ya msaada ya kile ulikuwa unafanya unakikosa. Mimi ni example, nilifanya hivyo mara mingi sana hata kabla sitakuwa pastor. Mimi nakuambia kwa experience. Na ndio sababu watu ambao wameokoka, ambao hawapaswi kuwa wanatoa jasho na kutafuta, wanatoa jasho kama watu ambao hawamjui Mungu. Wamesumbuka kama mtu ambao hawamjui Mungu. Wameenda round ukijiangalia wewe na wenye kijiji majirani yako ambao wataokoka, unapata ni bora kuliko wewe. Kwa sababu gani? Wapuuza kile kiliwekwa ndani yako kukitekeleza. Wapuuza kile Bwana alikwambia ulipookoka. Na kwa sababu ya hiyo, na unajua ni yeye ungejua ungefanikiwa. Ni yeye na ungetest uokovu ujue Bwana ungefanikiwa. Maana wao wakigojea zio, wakigojea hukumu. Lakini wewe ambao unajua ukweli na unacheza nao, wasumbuka. Wangojeka kama watu ambao hawamjui Mungu. Wasumbuka kama mtu hamjui Mungu. Yesu alimaliza kazi ibada na akatununua kwa damu yake ya thamani. Na alipotununua tukaingia katika ufalme. Praise the Lord. Amen. Colossians chapter 1 verse 13 inasema, yeye aliyetuamisha kutoka katika utumwa wa giza akatuingiza katika ufalme wa nuru. Watu wanasumbuka wakiwa katika ufalme wa nuru. Wajiuliza kama ni kweli uko katika ufalme wa nuru. Ni vizuri watu kuelewa. Wacha tusomeni mstari vizuri. Ujue si mapenzi ya Mungu usumbuke, lakini kwa sababu ya dhamira yako ya kutotaka kufanya kile Bwana anataka, anakuachilia katika mikono ya shetani. Wapiga shetani anakupiga tu. Wamshawisha mbili anakushia tano. Inakufikia kwa sababu unafahamu. Wewe kanisani na kwa sababu ya kushikilia mambo ya Mungu, na kushikilia kile waliwekewa na Bwana, shetani anashanishana kuwafikia. Unaanza kulialia kama mtu wa dunia. Na wewe umepewa uwezo na mamlaka na nguvu kinyume na kile kinakusumbua. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu washikilii, huwezi beba Biblia, huwezi beba notebook, hauwezi soma Biblia. Hata kanisani tunasoma Biblia. Unakaa mtu wa kawaida, hauwezi shikilia mambo ya Mungu. Anakuangalia tu mbinguni nasema, hawa ndio watu wangu. Hawa ndio wanatanisha na mimi. Hawa ndio wananijua mimi. Hawa ndio wanasema wananijua. Anaangalia tu. Anaangalia. Watu ambao wameokoka wameacha kushikilia mambo ya Mungu. Hakuna kitu kimbingu na kinachukiza Bwana kama mtu ambaye aliokoka na mpenda Bwana na afanye kile Bwana anasema. Ashikilie kile Bwana anafanya. Unakuja kanisani tu kutoa tu. Ile nilikuja kanisani, nilikuwa pera kanisani. Hata uwezi fungua Biblia
hatari kwa wapi? Maana kitu cha kwanza, huwezi kosa jembe ukienda kwa shamba yako, lakini wakati mwingine ukiingia katika nyumba yako unakosa kabisa. Praise the name of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba kukusaidia. Naomba tu nikusaidie. Kwa sababu mambo inayokuja maishani mwako inakuja kwa sababu Bwana akikuangalia anajua utaki msaada. Naomba niulize swali, mimi ni mwalimu. Nitasikiaje nikiwa mbele nikifunza watoto nikiwaambia hii chapter ndio hii na kitabu na shikili ananiangalia hivi, na kila wakati naomba ujue vile kunakuwa na mitihani katika maisha, hivi ndivyo kunakuwa na mitihani katika ulimwengu wa roho. Lazima upatane na mitihani. Unapatana na mtihani, unakushinda, unaanza kulialia, ujui maandiko, maana ukihubiriwa hauna notebook, hauna kumbendelea kusoma, au shikilii. Saa ingine maindi yako inaama, wewe washikilia watoto, washikilia mambo ya kwako, washikilia mambo ile mlioacha, washikilia siri, hauna kitu unataka kushikilia, na unapata mtihani ukifika wa kiroho, unaanguka. Unasema nimekuwa nikiomba basi ananiombea na sioni vile anaweza kufanikiwa. Utafanikiwaje kama mwanafunzi akiwa shule akifunzwa anaandika na akimaliza kuandika naenda kuangalia kile alifunzwa ili kiingie ndani yake apite mtihani? Utapitaje mtihani wa kiroho kama ushikilii? Utapitaje? Maana sifiwe. Amen. Utaipitaje? Utapata na majaribu inakuangusha, unaanza kulialia, unaanza kuuliza nifanyaje, pasa niombe. Unapata umebeba, watu wamebeba mizigo wakiwa katika kanisa. Ndio sababu anasema hata nyinyi mbili, watu wawili watatu ambao nitambia Bwana ndio hao. Bwana akisema nipatie umati atanipatia. Lakini wewe unaangalia watu ambao wanaisha sikia, wanaweza kuwapa maagizo ili wao wakuwe pia walimu wa kufunza wengine maagizo. Na kama bado umekaa kanisani mwako umeisha na una maagizo unaweza patia wale wengine, lengo yako ya kuelewa ile ya mwaka ule mwingine, hauwezi kuwa na lengo lingine ya kusaidia mtu. Kwa sababu gani? Haushikilii mambo ya Mungu, haushikilii. Ningia kanisani wasikia pasta alikuwa anaongea, alisema mstari mwingine kwa wale, utajuaje na kufungua Biblia kwanza ukausoma? Utajuaje na kuchukua kalamu ukaandika uende nyumbani au kauangalie tena uingie katika maisha yako? Utajuaje na ukuje kumebeba mpaka usingizi wa kushikokea katika nyumba yako? Utajuaje? Labda nikusaidie, maana najua mahali tunaelekea. Na ni vizuri niseme hivi, ili wakati huo utakapofika utasema ni nini nilisikia, niliambiwa na nikakosa kushikilia. Nilisikia pasta akisema nikakosa kushikilia. Napenda kuambia watu wewe, maana najua kuna mambo yanayokuja na Roho Mtakatifu akiniambia nitie watu wewe na wakati. Bwana asifiwe. Hakuna onyo tamu, sidanganya. Hakuna onyo tamu. Lakini ukifuata onyo utafanikiwa. Ukipuuza onyo kwa kiburi utapatana na chenye wa kiburi watakutana nacho. Bwana asifiwe. Usishikilie kwenye unataka kwa nyumba ya Bwana, kwa mambo ya Mungu, kwa kazi ambayo Mungu amekupea. Umechaguliwa wewe ni kiongozi, ushikilie, lakini siku moja utatoa hesabu. Kuna siku utasimama utoe hesabu. Na hapo ndipo utajua sio mchungaji. Hapo ndipo utaelewa ule wakati nilikuwa na nafasi ya kufanya. Kumbe Mungu alinipatia kibali na nikatoa kile kibali. Kumbe Bwana alikuwa amenipatia kibali nifanye haya makuu. Utayaonyesha ungeyafanya, lakini kwa kugaidi utakosa kufanya. Sasa ubaya ni mmoja.
kutoa hesabu ya uchungu wakati ule ulifanya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba he has delivered us from the dominion of darkness and has transferred us to the kingdom of his beloved Son. Lazima uwe transfer ikufanyika. Uwe wakutangiye kuna duniani watu nini? Eliane wakutangiye kuna duniani watu nini? Uwiya wimanga pala wiche kudena wa transfer. Alini kusoma naye. Uwe wakutangiye kuna duniani watu nini? Kuandiki mwili sana ukomboa mwake. Kama na wewe ingiza yani ukomboa wacheni. Ukomboa ni wacheni wa Yesu. Mwili cha ulingiza wewe. Na Yesu. Sasa mnaelewa sio? Kwa Yesu ni watu waishi. Mwili yeye ukomboa ni wake Mungu. Wanakosa kuelewa vizuri. Wanakosa kuelewa gospel ya kweli. Kwa sababu gani? Hawataki kweli. Yesu kuna haya. Akulitoa shule wake. Ushule wake duniani ikisha kuingiza na Mungu. Ushule wake duniani nitia na Mungu. Ili maandiko kwa maana sisi ni kaingiza na yeye. Kwa haleluya, amen. Na haleluya ya mbinguni kiteni. Kanuni kanisa haleluya. Wako hivi. Ndio sababu jana niliambia wapendwa wenye watangana na mimi wakuja wakafanye some study. Hayo wale tulikuwa nao walifanya some study ya chadi ya kijana yangu mwenyewe na nampenda sana ni brother ya Ezekiel. Lakini wale walikuwa lazima uwe kuna kitu ulisoma ukajua watu wanahitaji nini. Na unahitaji Mungu na umelimtamiki ukombozi wake Mungu. Kwa shanglia Bwana Yesu anapona kwa mgongo. Bwana Yesu anabariki uko na shida. Bwana Yesu anainua wakanga ukilia. Kwa sababu gani? Wewe ni ukombozi wake Mungu. Mungu ukombozi wake chini. Hadi mbinguni sasa. Praise the name of God. Amen. Ukiingia katika Mungu hakuna. Lakini watu wa kanisani na kwa sababu ukishikilia anwini mai ataindi wa dhamira wa Mungu. Ninaohusu ili kusema si atangiwa. Sasa nilipotea kulisa Yesu. Ni andani tuma ile nawe. Kwa wangitu wale naambiwa. Na kuma bebate kuna mande kwa maisha. Kwa hingi mosu tulibera asili mwana mangu. Na balibangi kwasa olote na bebawanga itwanga. Misali na wasu kanisa ndio ndo na makwenda zembo na ni makwenda wingi. Nenda kuona hiyo kitu. Mwanzo tena penda wanga itwanga. Na kanisa nyingi. Praise God. Ndio ni ngumu uweze kuelewa kusema ade. Lakini nataka kusaidia. Maana ulimwengu unaenda kuisha. Ulimwengu unaenda kuingia katika piki kubwa. Ulimwengu unaenda kuingia katika kilio kubwa. Na kuna maana utainuka katika kanisa. Unaanguka katika piki kubwa tu unasikia hivi kama hivi.
Basi kwa chache anaweza kuhubiri injili kama hii. Anaambia mambo ya neema na kubarikiwa ni kutoa sadaka. Nani nikuhubirie na wewe sadaka yako kwenda nyumbani? Na sasa kunywa maji na ninyonye kwa sababu ya neema ya Mungu. Praise God. Ni Yesu na tena. Wala wakitangile kuma dunia ni watu Mungu. Atutane na ati cha ushindi wa mwana wake wenoto waseni na ifu mwenyewe. Wala watu mishibinane watu Mungu. Atutane na ati micha. Na kutania. Wao wakilindoni. Yene ndio wakilindika kama wataje kila cha wewe. Wakizamisha na atulicha kuna kuanishwa na kuna kuingizwa. Praise the name of the Lord. Ukianishwa uingizwe katika ufalme wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kaa pale katika ufalme. Wengi walihamishwa na bado wanaenda stage ya kurudi kule walihamishwa kutoka. Wakati nilipata transfer kutoka Kilimani Machakos, nikaenda Yongisi, sijaenda stage niende Kilimani. Sijawahi hata kufikiria. Nilihamishwa na sikuenda. Maana nilihamishwa na boss na akaniambia pale nilipoenda. I was transferred. Praise the Lord. Lakini watu ambao wameokoka, wakati ulikuwa na ukoku ulifanya wanahamishwa. Lakini bado unaingia gari ya kurudi mahali ulihamishwa kutoka. Bado unashikilia tiketi ya mahali ulitoka. Uongo umeshikilia. Mambo ya nazo umeshikilia. Kulanganya watu umeshikilia. Usherati umeshikilia. Bado tiketi ya kuli ulihamishwa kutoka. Iko kwa mfuko waingia kwa gari warudi mahali ulihamishwa. Na wakati wa kurudi tena mahali unajua upeni, unapata shetani amekuwekea vikini. Kwa sababu watu kanisani wanakufa tunawazika. Kwa sababu watu kanisani wanahangaika. Kwa sababu watu kanisani wanapata na maafa. Maana ulitoka ukaenda mahali uliachwa kutoka. Na wakati ulikuwa unarudi ukapatana na kingi kimeroga vizuri sana. Kinakubeba unaanguka chini. Wakati kujivuta ufike mahali ulikuwa umetoka, unashindwa kufika hapo. I wish mtu anielewe hiyo kile nimeongea. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu ni hata. Naomba kuongea kuhusu msukumo wa kumfanyia Mungu kazi. The zeal of Christ. Be zealous for Christ. Ukone hitu pepe anguo yako yanapika mambo mangi. Wako nguo yako yanapika mambo mangi. Praise God. Kuna watu wanajua wako zealous for God. Najua mama mkifika pale kwa kile mmepata huko kumefadhiliwa, kumesafishwa, kumekaa vizuri sana. Niliona ukifadhiliwa kwa kusafi. Kama Yesu toka mahali alikuwa akiwa ana msukumo wa kuingia katika hekalu la Bwana. Leo nilijaribu mahali nilala ndani kusikia mahali vyombo ziliwaka. Saa vyombo zilianza kuomba Bwana. Mwenye alifanya kazi alikuwa mtu mmoja. Ile zile ya msukumo wa kuingia katika hekalu la Bwana. Watu hawana wako na zile ya kukaa katika pumziko. Hawana msukumo wa kuwa katika mambo ya Mungu. Lakini niliwaambia hata wale wengine wakikosa kuja mama, wale wengine wakikosa kuja kijana, tafadhali usikute moyo. Hicho ambacho kimewekwa ndani yako kinakusukuma. Ambia Bwana, naomba neema ya msukumo mkubwa. Maana jinsi unavyofanya ndivyo unaponena kuendelea kutoka sahihi. That is not going to be perfected. Praise the Lord. Umekuja katika nyumba ya Bwana. Mtu na mwingine ananiambia pasa nisikie nikimbie kanisani saa 7. Niende nifagie na nirudi. Huyo ni mtu ameomba ruhusa kazini. Akimbia katika kanisa angalie kama ni safi.
unasafisha kila siku. Utakuwa unasafisha unapata iko na matope tu kusafisha tena. Msukumo wa mtu kusema wote niombe ruhusa. Nikiingia katika hekalu niangalie kama ni safi nifagie. Hata kama nitapanguza ukuta nipanguze. Huo msukumo watu wengi hawana. Huo msukumo wa kuja katika nyumba ya Bwana uombe tu dakika 10. Kuomba dakika 10. Kesho msukumo unaona dakika 20. Utajipata msukumo unakuambia uende masaa 3 katika hekalu. Na wacha nikwambie, hiyo level ikifika pale, unafika level tunaitanga level ya utukufu ambayo ni ya uteule. Na Bwana ukuonyesha mambo mengi sana. Praise the Lord. Uonyesha tena. Unaota na wakati ikandoto kwa maana uombi. Ili kama masaa 3 upate sinema ya roho isiyo ya ndoto na mambo ya Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Amen. Natamani Bwana kuongelesha kwa sauti, itatoka wapi na wapi? Itatoka wapi? Nakumbuka leo Bwana ananiongelesha kwa sauti kubwa lugha ambayo aliniambia neno ya Kiebrania. Na nikapatiwa tafsiri yake. Hiyo siku wote nikataa ndoto Biblia. Nikataa. Maana nataka nielewe maana shetani anashangaa watu maono. Nataka kuona hayo maono ya Roho. Nataka kusikia sauti ikiongea na mimi. Utaongeleshwaje kwa sauti? Na wewe maombi wezani nayo na unamekishua unakuja wakati maombi iko karibu kuisha sana. Hapa maombi ilianza saa 3. Unahakikisha maana praise inaanza saa 3, saa 4:30 hapo kuimba. Utafika hapo kidogo uombe ili praise uketi chini usikie neno. Neno linaanguka katika jiwe. Linaanguka katika moyo ambao sio wanyama. Maana moyo haujaangaliwa na Roho Mtakatifu. Najipata umekaukiwa kauka. Huwezi kosa kuota ndoto zinatangwa na wachawi. Naomba tu katika jina la Yesu, maana tunafanya kazi za mwisho kabisa. Uwe na msukumo wa Roho Mtakatifu. Wakati wa msukumo wa mapenzi ya Bwana inapoingia ndani yako, hata unaweza kuamka saa 6 ukuje katika hekalu. Praise the Lord. Unaweza amka ukaombea familia mahali maombi. Unaweza amka kuhubiria watu mahali. Unaweza amka utembee kwa miguu, sio kwa watu fair. Tembea haina kuhubiria watu. Siku hizi mambo yameharibika, watu wamependa pesa kuliko Mungu. Umepewa bure pia na Mungu. Na mimi nasema praise the Lord. Amen. Amka, enda hospitali ombea wagonjwa. Kama Bwana amekupa kibali cha kuponya. Na utajuaje kama umepewa kibali cha kuponya na wewe hauombi? Ujue talanta ya ile ambayo Roho Mtakatifu anakupea. Tuko na talanta 9. Yako ni gani ambayo inatumika? Yako ni gani ambayo inatumika? Yako ni gani ambayo inasaidia kanisa? Talanta yako ni gani ambayo inasaidia kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna talanta, kuna kazi na kuna huduma. Sio bali mara huduma ni 5, ni Mungu alitaka mwenyewe. Wainjilisti, pastors, manabii, apostles, nimeenda nani na walimu maneno. Sio ni Mungu Baba anapeana mwenyewe. Na kuna karama na kuna kazi. Watu wa kufanya miujiza wako wapi kanisani? Maana kufanya miujiza ni kazi na kwa mtu wa Roho Mtakatifu. Unaangalia mtu mikono, unaona amepona, anatembea. Watu wa kuongea neno la ufunuo wako wapi? Unakuwa mnada wamuongelesha neno la ufunuo na unaenda zako. Utaenda kufikiria baadaye unamwambia aje akiona yale mambo. Wako wapi? Wewe umekaa na kalanda.
bali unaikanisha kwa kiburi, bali unaikanisha kwa kutojua, bali haushikilii. Kwa nini? Naomba leo Bwana akusaidie. Ndio nimetumia muda mrefu, lakini naomba tusome neno. Naomba kwanza kupeana neno ambayo Roho Mtakatifu alionya kanisa katika kitabu cha Ufunuo 3:15. Revelation chapter 3 verse 15 to 17. Nitasema kusoma kwa Kiswahili kwa sababu ya wakati. Yaani watu wewe mwenyewe wa kawaida wandwe maondo. Wewe ulifanya kitu chochote na unaulizwa kazi ambayo ulifanya ulipopewa na Bwana. Na yajua matendo yako. Unakuwa baridi wala moto. Ingekuwa kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una ufungufungu wala baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe aujui ya kuwa wewe unyonge, na wewe mashaka na maskini na kipofu na uchi. Hiyo maneno ni magumu sana. Hapa ni kanisa lilikuwa linaongeleshwa na Roho. Wewe unaishi maisha tukufungu. Leo kanisani, kesho uko. Leo unajitoa kazi ya Bwana, leo hujajitoa. Hauna consistency. Leo unaonekana, kesho unaonekana. Umekaa maisha fungu. Unasema nimetajirika, niko na pesa. Unasema sina shida, niko na poma. Unasema mimi nimekasheleka na ile kibarua nafanya. Hapa Yesu anasema ni heri ulikuwa baridi uwe katika saidi ya ulimwengu, ama uwe moto ukae katika barabara ya kiungu. Lakini kitabu anasema atakutuma. Na anasema yale unaona uko nayo hauna. Nasema uko na mali wewe ni maskini. Nasema uko na nguo wewe ni uchi. Yale nasema fungu si kitu. Wanakama hizo akiona kama unatendeka lakini hakiko. Praise the name of the Lord. Amen. Anasema ni yeye ungekuwa baridi. Kama katika ulimwengu, fanya anasa, jienjoy, kuna ule mshahara. Kama ni kwa Mungu, kama ni kwa maisha matakatifu, fanya kazi ya Mungu. Enjoy yourself in the house of God. Utapata uzima wa milele. Lakini hapa katikati, watemwa ukielekea katika pande. Na hakuna mtu ambaye kashirisha Mungu kama mtu fungu. Mtu fungu ni mtu ambaye anajua ukweli, anajua kinapaswa kutenda lakini hatendi. Mtu ambaye ana ufunuo wa mambo ya Mungu lakini amekataa ule ufunuo. Na ndio sababu hapa hao watu waliongeleshwa, kwa maana walikuwa watu wanaokaa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa sababu ya wakati naomba nikuonyeshe zero. Unaweza kukaje katika hiyo mapenzi ya msukumo. Wewe wanaandika Kiingereza, number 1, the call to zeal. Wito wa msukumo wa Mungu. Call to the zeal. Kuna ule wito wa utukufu wa mapenzi ya kutenda ya Mungu. Na lazima ujue na uitike. Lazima kwanza ujue na uitike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale tulikuwa kule Challenge.
Ayapo unisikia vile nilimalizia. Watu wanasikia neno, wanasikia wakitaka kuimba nyimbo za Mungu, washikilia lakini wako hapa na kaamini. Wakiingia katika tombi, hapo watu wanaruka kama damu. Lakini wako na ile kujua kuna Mungu wako ndani kwako. Lakini kwa maana wataki ya Mungu, wanataka kuingia sana katika jini hii. Mwokozi wao watu Mungu. Praise God. Wakati wa Mungu wapewa masaa ya kupimiwa. Lakini wakati wa lenzi hawezi kuwa masaa ya kupimiwa. Kwa sababu gani? Watu wamekuwa watu wa kupenda anasa. Na watu wako kanisani jamani. Wao watu wamejaa kanisani. Na wewe umeokoka kama watu kufufu. Wacha kukaa kama mtu ambaye anafahamu kuna ufahamu wa Mungu. Kuna ufahamu wa Mungu. Praise the Lord. Kwa ajibika katika ule mwito. Na naomba tusome kitabu cha Ufunuo 3:19. Hapo tuko bikua. Ufunuo Revelation 3:19. Anasema hivi, those who I love, I rebuke and discipline. So be honest and repent. Wote niwapendao mimi nawakemea na kuharibu, basi uwe na bidii ukatubu. Kikamba owasi wawani menda nini makanasha na kumakuna ili wanaonyumani na obanga ine na oyanjango wito wale ambao Bwana anawaita na anawapenda, anawakemea na kuwarudisha. Na lazima ya kwamba tubu uwezi kuwa na msukumo wa mambo ya Mungu ukiwa katika mahali pa dhambi. Dhambi humaliza msukumo wa maombi. Dhambi humaliza msukumo wa kufanya kazi ya Mungu. Akimtendi mshiraki mbona wasikudanganya, ati udanganya. Mbona unakaa katika vikao vya wale hawaheshimu Mungu na wahubiri na udawabadilisha. Atupendi dhambi. Mbona uombe na kutoomba ni dhambi? Na ujui. Mbona usomi neno na kuifuata? Na kutosoma neno na kufuata ni dhambi. Kwa hiyo kome ya kwanza ili ukae katika msukumo ni kutubu na kurudi katika wito ambao unaitwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha namba 2, serious grace. Kupenda Mungu kupepetea neema. Serious grace. Kuna watu wengi hawajui maana ya neema. Wanajua tu tulipewa neema, na hawajui wanahitaji neema kila siku. Na wengi hawajui wanapokea neema aje. Na kama hauwezi karibia kitu cha neema, upokee neema. Bwana Yesu asifiwe. Na ile neema upokewa kila siku. Na hiyo lazima wewe mtu akupokea neema. Hauwezi pokea neema kama wewe hauombi. Hauwezi. Bali alinda Mungu asubuhi. Maandiko yanasema ya kwamba isongeleeni kiti cha rehema ili mkapokee neema na rehema za kuwasaidia wakati wa majaribu. Lakini huwezi songelea kitu kama sio mwombezi wa asubuhi.
sio mtu wa kupenya ndipo katika maombi, kama sio mtu wa kuamka mapema na kuingia katika maombi leo, usikie ya kitu cha rehema na unasema nimepata rehema na nimepokea rehema. Chochote kutana siku ya leo naenda kushinda mikonano. Leo ni kuna neema ya leo na ni rehema za leo za kushinda. Hauwezi, lazima uwe mwombezi. Sipokuwa mwombezi kwa sana, kwa hivyo msukumo wa kufanya upokee neema. Kuna siku moja Bwana alikusaidia ukiwa tu katika harakati zako, ukaomba na ukaekelea mtu mikono akapona, na kutoka ile siku uliwekelea mtu mwingine mkono akapona. Mwalimu anasema wekelea watu mikono, ponyeni wagonjwa. Ndio natabiri, ponyeni wagonjwa, tufueni watu, mwokoa bure, pokeeni bure. Praise God. Sasa kuna wakati ulikuwa katika harakati zako za maombi na maana ukapata mmoja ukamwombea na akapona. Ile kulikuwa na neema. Bwana, hiyo neema ya kuponya na kuponya haiendelea kwa sababu gani? Ile kukosa zile, kukosa msukumo. Maana ungekuwa nao msukumo, ungepatana na kila mtu ambaye anahitaji msaada wako na anapokea ule msaada. Praise the name of God. Miujiza Yesu amekaa kanisani kwa sababu watu hawana msukumo wa kupokea grace. Msukumo huo unafanyanga upokee grace ama neema. Maisha haya haiwezekani bila neema. Praise God. Amen. Paulo akiwa katika mambo yake akatupwa kutoka katika boat alizo katika maji, akashuka karibu siku nzima wa manane, akapata kuna mahali kuna island kidogo, akaenda pale akaokolewa na wale watu wa maji, na akiwa pale akiwa amepatiwa kuni na amewakishia moto ili aote aache kuambalili tope. Akishika kuni ni nyoka akatoka mkubwa mbaya akamuuma mkono. Safari yake ilikuwa ya neema kubwa, akatingiza nyoka akaweka katika moto. Wakasema huyu mtu ana bahati, amekosa kupa maji, sasa nalewa na nyoka. Neema ikampitisha juu. Mashinamu kusema neema imenibeba. Utaniamini na babaka mtu maji. Neema inatoka juu yako. Hauwezi kusema na kitu kwa juu yako. Shetani amejua lugha za kuharibia vizuri sana. Sababu unasema ni neema tu imenibeba. Ndio inabeba, hakuna neema inakuwa kwa miguu. Unabeba na kitu kiko chini. Neema inakuwa juu yako. Neema inakuwa juu ya mtu. Haikuwa ni chini. Neema hii kubeba. Wafanya mambo ya Mungu kwa neema. Kutoka katika majaribu ya kutupwa katika maji mengi ya bahari, nguvu za uwezo wa Mungu zikamfanya akatoka katika maji ya bahari. Ninaweza sema ya kwamba alikuwa anajua kusudi. Usiku angemezwa na shaka, angemezwa na big fish, angemezwa angeharibiwa kwa bahari. Lakini maana yeye wokovu wake neema iliyokuwa juu yake, hakuwa mtu wa kawaida. Akashuka kapita mahali kabla ya Bwana, hapa ndio mahali pa kupumzika. Kuingia pale, shetani anaendelea kuendelea kumjaribu kama na nyoka, naitingiza chini, anambia nyoka, hujui nini? Damu yangu haichangamani na sumu ya nyoka. Praise the name of God. Watu wakasema huyu mtu akona bahati mbaya. Angalia ameokolewa kwa maji na sasa tutamwona akiwa anafura anakufa. Wakangojea dakika 5 zikaisha, nusu zikaisha, Paulo anaendelea kuota moto. 1 hour Paulo anaendelea kuota moto. Masaa mawili akasema huyu si mtu wa Mungu. Praise the name of God. Na tukiokoka tunakuwa Mungu. Hakufanyika chochote. Maana Paulo akitupa maneno tupo katika bahari, alikuwa anaeneza injili
na msukumo wake ulikuwa kufanya kazi ya Bwana. Malaika atuponi na atuponyoke katika mambo ya anasa, atuponyoke katika mitego ya Shetani. Ni kwa maana msukumo yetu ni ya mambo yetu, sio ya mambo ya Mungu. Pata msukumo wa Mungu, tapatana na majaribu wayapita kama hewa. Maisha siku. Amen. Tapatana mambo magumu unayapita, unashangaa kama nini. Lakini kama msukumo wako umepatana naye, sio msukumo wa mambo ya Mungu, itakulemea. Utakuwa unasafa badala mambo magumu kama watu wa ulimwengu, na neema ya kupitana naye unaikosa mambo. Hapo msukumo wa mambo ya Mungu inakuletea, inaongeza neema juu yako. Titus chapter 2 verse 13 to 14. Titus. Wala watu wanakosa neema msikilize injili. Hawataki. Watu wana neema hata kusikiliza na Bwana. Imeenda kabisa. Verse 13 of Titus chapter 2 13-14. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Otena mema makuiwa nduwe use usausunde soka ilonokeka usomegeka nondo pani na mama uyete aduni nete na oponete nete na uyumbonite uyete na mweni wanda awa kuikala na wimi ya awa kuikala na wima na wima kuya na kuita kama kumwete nafanyanga mambo mengi sana. Kwa hivyo na sisi tunangojea Mwokozi. Wewe mnapatini no mama nyenete no umwete ile tanda. Ni kwa hapa tunangojea Bwana. Tunaimanga na ngojea Bwana. Na ngojea Bwana. Na ngojea Bwana. Bwana anayaweza yote. Kwanza anakuwezesha uweze yote. Aya unamgojea haji. Kama unamgojea mgeni kuna mambo unayafanyana. Huyu Yesu naye mgojea, unamgojea ukifanya nini? How are you waiting for this Jesus? Maana ukingojea mtu lazima ujiandae. Na wewe umejiandaa aje kumgojea Bwana? Sikiliza kikamba vile kinasema. Tukishaisha wipatu unawi na uwabua mnakume na kwa utengo tisu mwanga ina wangu nene na mutangi wa Yesu Kristo ula wanengani mwene pandi witu nikana atuwabeshe kutumia mwetu mabuku ya onde na kuile shango mene wamaka mwene mene wabanga mawanyale halamase waliza jako lilo danga wama uyamamwe haingi tulidanga imamini ona udanga wa imamini uyama kwena uyama wasilewani kabisa tumaye niwe nimeangalia videos za Friday. Nishukuru kwa wale walikuja Friday tukaomba tusiachilie watu wanaoabudu sanamu kuendelea na kusambaza nguvu za giza. Niliambia kumbe ndio nionyesha tu Friday ya kwamba watu wengi wameokoka watalala ile siku na wataachilia watu ambao wanafanya sarakasi wapate nafasi ya sarakasi
wale wanajiita wameokoka hawatashikilia. Tulikuwa kwa wale sana. Lakini tuliambiwa Bwana atulio. Watu wanabeba msalaba, hawajui kama Yesu alimaliza haya yote kuifanya. Watu wanabeba msalaba, sasa ndio ndio nyumba zao kwa mimi. Watu watachapwa, wengine walikuwa katika msalaba yenyewe, watu walikuwa juu kwa msalaba. Wengi wakachapwa wakaanguka, wakakamisha kwa njia za Mungu. Sarakasi zikapanda kote ulimwenguni. Lakini kuna watakatifu walikuwa wamelala, wengine walikuwa kwa mashamba, wengine walikuwa wanashikilia kuja kuomba ili nguvu za giza zisishike anga za watu wapate kufahamu. Waliweza kazi nyingi sana. Lakini wana wa Mungu walio na ufunuo wokovu hawakushikilia. Hawakujua naweza kwenda kanisani msali mmoja niombe, nifanye mabadiliko katika ulimwengu. Naweza kwenda kanisani niombe, Bwana atapata kuokoa jamii mahali. Maana ndio kazi. Utangao kwa kanisa. Utangao. Bila ya solo wenyewe ndiye mwenye Paulo nito. Nikana apodo shopatimia baada kule onze. Baada kule onze. Kanisa yeye Paulo kanaingia kutembea baada kule. Maana Yesu ni waelimisha na vitani ya Paulo. Tuma baada kule onze. Ile William baada kule mati ya Monday. Bwana asifiwe sana. Amen. Okia kwa shatumia kama mabuku nione. Mungu anamutia. Mabuku mwanzo na kaiba. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanaposherehekea kusema Yesu kamera. Watu kesho kwenda kazi kulingana na serikali. Kwa maana wanasherehekea Yesu alifufuka leo. Watu ambao wameokoka lazima wajue maana ya ufufuo ni nini. Maana sisi tulikuwa katika msalaba. Yesu akianguka atakuwa na msalaba. Sababu gani? Alitubeba pale pamoja na dhambi zetu zote. Haupasi kukaa katika minyororo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haupasi kukaa katika minyororo ya udhaifu. Haupasi kukaa katika minyororo ya kufunga na kazi ya giza. Haupasi kukaa katika giza yoyote. Watu wanaangaika kuna wameokoka wakiwa shaka ni wamishi, lakini wale ufahamu ya kwamba walitolewa katika ulimwengu wa giza. Wakati alizikwa tulikuwa katika kaburi pamoja naye. Wakati alikuwa anapokea ushindi palipokuwa na shetani funguo za mauti, tulikuwa pamoja naye pale. Na maandiko yanasema ya kwamba tulipofufuka tulipokea umbe mpya. Haleluya. Amen. Wewe umepokea umbe mpya, unatembea kama mtu ambaye ni ulimwengu. Bwana umepokea Roho Mtakatifu anayetia huu mwili nguvu kufaa. Unakuwa mwili usiokufa. Usipokuwa mwili usiopofika. Unakuwa mwili ambao umetiwa uhai mpya. Bwana maneno yanasema ya kwamba ikiwa mtu wako ndani ya Kristo Yesu ni kiumbe kipya, mambo ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mbona mambo ya kale wafuatana nayo? Mbona mambo ya jana yasiyompendeza Mungu yaonekana kwako? Na unasema ya kwamba tumefanyika viumbe vipya. Mahali tulikufa pamoja na Kristo, tulipofufuka hatukufufuka wala tulikufa, tulifufuka na umbe ambao ni utukufu mtakatifu. Praise God. Amen. Ndio sababu Yesu akasema na utukufu Baba ananipea, nimewapea ninyi. Mjini utukufu. Wewe ni utukufu wa Mungu. Ulipohamishwa uliingia katika maisha ya utukufu. Na lazima wewe utukufu uonekane ndani yako. Mbona wafanya matendo ambayo ni ya jana yasiyo ya mtu ambaye ni mpya? Jinsi mmepokea Kristo, mfaeni Kristo. Ukivaa nguo ipo juu yako. Ukivaa Kristo hapo juu yako. Wewe uko ndani ya Kristo Yesu.
hapa ndio makao yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo huwezi fanya ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Nilikuwa naongea na vijana wengine wangu na wapenda. Nauliza, mbona nyinyi mnasema mmeokoka? Na wengine nasikia unanuka pombe. Aliambia nilikuwa tu najifajiri maana ilikuwa ni siku ya jana. Ukivaa Kristo, kuna vitu huwezi kunywa ukiwa ndani ya Kristo. Pombe utakunywa ukiwa ndani ya Kristo. Sigara itaingia katika hekalu la Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. Mwenyewe nadai. Hallelujah. Sigara utaifanya katika hekalu la Kristo. Utaifanya aje? Natakuwa akili waache ya vitu ambazo asipase kuingia katika hekalu la Kristo Yesu. Itakuwaje? Utakuwa na kile usikati yake kijana ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Itakuwaje na wewe umebadilika hekalu na juu yako umevaa Kristo? Unahesabu kufanya kile ni cha Mungu kubwa malaya. Uwezi. Praise the name of the Lord. Lazima tuokoke tupawe watakatifu. Watu ambao ni milki ya Mungu. Ambaye jitafutia yeye mwenyewe anatufanya wana katika ufalme. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tungejua haya. Tukutane hapa tukiwa watakatifu na zote tuwe mikono mitakatifu. Hapa tutalipuka mambo mengi sana. Hapa. Ukikaa chini huko. Na vijana ninataka kuwasukuma muamke sana katika Mungu. Vijana mpende sana katika Mungu. Kama kuna watu sahihi wako na nguvu za kutumika vizuri ni vijana. Mnapaswa kuwa sahihi mnaenda mkiombea watu huko kila mahali. Mnapaswa kuwa mnaongelezi kamishoni kenu nyinyi wenyewe watembea mkihubiria watu, mkiombea watu wakipona. Maana mnayo nguvu, mnayo uwezo. Mnayo uwezo wa kubadilisha. Nilisema wakati tunaomba nilikuwa mdogo kuliko msichana wangu. Nilikuwa na miaka 14. Nikiwa high nakumbuka nilipotoka nikamaliza mtihani nikiwa na miaka 17. Nikafukuzwa nikaambiwa nisomee kwa nyumba ya baba yangu. Saa 7 usiku malaika alikuwa anashuka hivi akiwa ameshika Biblia na maandiko ambayo anaandika anaonyesha kwa kitabu, anaonyesha kwa kidole hivi. Angel, ambapo tunaona leo sikuwa na sikuwa najua kwa macho. Nilikuwa nimeamuka, nilikuwa nimefungua macho. Bwana asifiwe. Kila saa 7 nilikuwa naletewa mstari hivi. Ninausoma na ninatoka katika ile nyumba niliambiwa nisomee. Kumbe mahali nilikuwa naenda kupiga magoti. Ni kwa ule mti unaitwa baba mwamba. Na kumbe ule mwamba kuna mtu alileta majini pale. Na kulikuwa na sehemu inaonekana nyoka. Lakini mimi siona nyoka. Nilikuwa naenda napiga magoti saa 7 usiku kwa mti. Ninaomba na nikaluka na ndani ya roho. Haikukaa sana ule mti ukakauka. Ulikuwa na ishara ya mti kukauka. Mimi sikujua, maana sikuwa na nilikuwa kamjinga kakujua maombi peke yake. Mti ukakauka kabisa. Pia nikaenda lakini nilikuwa pale maana ni mtu msichana kuja hapo akiwa ameitwa mganga wa Tanzania. Akasema ninaona kasichana kadogo kiombea katika ule mti. Na mapepo yakafanya mti kukauka na yakatoka yakaenda. Sikuwa najua. Wewe unataka kujua mapepo hivi inatoka. Maana nimesema tutakanyanga nyoka na inge. Lazima uone hiyo kwa kizikanyanga. Uko na shida na shetani. Uko na shida na kukanyanga wanao ibilisi. Kanyanga ukipita maana umepewa uwezo mamlaka. Maana sina kama nini? Angalieni soma vizuri ili kutana na ndugu. Ninaomba uwezo wa kukanyanga nyoka na inge na kila nguvu zote aingiza na kuna chochote kinachokudhuru. Kila mahali kuna shetani. Kanyanga pita. Bwana asifiwe. Kila mahali kuna ibilisi. Ukipita wewe ni Mungu. Giza ya kupea nafasi. Praise the name of God. Amen. We yes we are time. Amen. Wewe aichaji wanalika. Kama kuna watu wanapaswa kuwa wanapanga kesho
maisha yao wanakuja hapa. Na nazingojeanga zile mapanganga zinafika. Nazingojeanga zisipatane. Kwa wale mnakuwa mnapanga kesho zenu, mnakuja hapa maombi. Maana hizo nguvu lazima uzitumie. Kwa sababu usitumia ndani ya Mungu sababu tunapata umetenda dhambi bila kujua. Wana msukumo. Yesu alitumiwa. Maana sasa ya kwamba mstari wa 14 unaoenengania mwene kwa mwito nikanaa kuongoza kutunya mabubu nione na kuinesha anumele nake mwene akajitakashia watu wote yeye mwenyewe. Sio kama kwa hiyo namba ya utakaso nimeni mnaupanga mauyani alamasi au utakaso ukae kanisani au kutakaswa ndio ukisema umeokoka ulitakaswa ukafanyika mwana wa Mungu peke yake ili uwe na zili ya kutenda matendo mema. Bwana asifiwe. Amen. Ya kumfanyia Mungu kazi. Next, zeal for the house of God. Hapa kuna mtu anaitwa Daudi, Bwana ananishangaza sana. Kuna watu wengi sana wanataka zeal ya Mungu. Ndio sababu unakuja kanisani tu Jumapili peke yake. Leo Jumapili umecount kutoka saa 5 to saa 6 maana saa 6 imefika. Hiyo ni saa moja, saa 3 saa 7, masaa mawili ndio yako mfululizo milele kanisani kwa Mungu kila Jumapili kila wiki. Hiyo masaa mengine utayatoa hesabu siku moja. Utayatoa hesabu siku moja. Naomba uone kile Daudi alisema. Zeal for the house of God in all Psalms. Pale katika Zaburi haraka. Zaburi 69. Zaburi 66 mstari wa 9. Daudi akasema hivi. The zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. Huyu ni mfano. Mungu kinicha nyumba yangu nikindikite na ibuja sana makungula sha nisambalo kile. Maana wivu wa nyumba yako umenila. Yani wengi wa nyumba yangu. Daudi asema mwingine tena. Wengi. The zeal of being in the house of God. Wengi wa kuja nyumbani ya kuja hiyo mwingine tena. Na hivyo shama nene yangu baya kuna hiyo mwingine. Yani huyu ni mtu ambaye ni mfalme na wale wote msukumo huko katika nyumba ya Bwana. Na hataki yeyote anayeongelea mambo ya Bwana. Na ikawa wakati wa Yesu alipokuwa hai, hadi ukasoma kitabu cha John chapter 2 verse 13 to 17. John chapter 2 verse 13 to 17. Na Yesu akaingia katika hekalu la Bwana. Akapata watu wanauza, wanafanya biashara katika nyumba ya Bwana. Kila mtu na meza yake anafanya biashara sio maombi. Maana sema kwamba akachukua kiboko na kaenda akiangusha meza na akachapa watu wadogo nyumba ya Bwana. Na akasema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Praise the name of the Lord. Amen. Alikuwa na msukumo wa nyumba ya baba. Na akasema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Bwana wewe wasamanga nyumbani kwako ndio nyumba ya maombi. Hiyo Biblia yako ni gani? Naombeanga kwangu. Maombi ya kwako ni nzuri, sijakataa. Hata mimi naombeanga kwangu. Na niko na masaa ya kuombea kwangu. Lakini nyumba ya baba nayo, maana leo ni ibada si maombi. Nyumba ya baba nayo unaifanya maombi nini?
Bwana asifiwe. Amen. Daudi anasema kwamba wivu wa nyumba yako umeniangukia. The zeal for your house has consumed me. Yani wenye wangu wamependa mbali yangu umemini tabu. Na wala alisema ni yeye ndiye mlinda lango katika nyumba ya Bwana. Kuliko kuwa mara pengine. Kuliko kufanya kazi nyingine. Na akasema ni yeye siku moja katika nyumba ya Bwana kuliko maelfu mara pamoja. Wewe nikuuliza ulikaa 24 hours katika nyumba ya Bwana lini? Maana siku moja ni masaa 24. Ni lini ulikaa masaa 24 katika nyumba ya Bwana? Maana Daudi anapeana mfano siku moja masaa 24 katika nyumba ya Bwana imesibu siku 325 katika mara pengine inasibu mwaka mzima. Sio mwaka 1000 miaka 1000 miaka kama siku 1000. Hiyo ni miaka 3 na kitu. Anakuombea siku moja masaa 24 na miaka 3 nikombea na nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuwa nesaimwe kukawiweka na funguanga mlango wa kanisa mapema sana. Na hakuna watu wanakuja. Wala mlango ni chache. Na funguanga mlango wa kanisa mapema sana. Lakini wala wanaingia katika hiyo nyumba ni wachache. Na saa ingine akuingiani mtu hata mmoja. Hii nisema takuwa ni watu wana msukumo. Jaribu kufanya hii mtihani. Wewe mwenyewe uamuzi wako. Ukuje piga magoti hapa misali moja na ujipee wiki nzima takuwa ikienda kuombea kanisani wiki nzima. Na kuja napiga magoti wanao najiangalia nyumba yake. Utaona tofauti maishani mwako. Nyumba yangu unakaa sio nyumba ya Bwana. Yesu akasema na nyumba ya Baba ikawa itakuwa nyumba ya Mungu. Lakini watu siku hizi wanakuwa digital.com. Nyumba zao sio nyumba za maombi. Mitandao ndio nyumba za maombi. Ndio shetani anapenda watu ili unabii wa Danieli ukapata kutimia. Teknolojia imedanganya watu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. At least ni wananitia ngoma. Ni kuja wakaomba na wakaenda na wakakacha wamefunga kwa sababu ya vyombo. Mtoto wa Sunday school ananiambia pasa nipatie kifunguo. Nasema kuna mwalimu wa Sunday school. Nikuja kuangalia kile wanakula napata kuna vijana washafika mapema. Na sikuambia wakuje mwalimu hayuko. Nasema Mungu, kumbe kuna watu ambao unanipea wananitia moyo. And keep it up. Praise the Lord. Kumbe kuna watu tu hawezi kosa mtu akutia mchungaji mmoja. Hawezi kosa. Hiyo ni kitu ninakuja kukujua. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kosa. Hayo mliwinde that on Sunday. Nilijua Mungu ni yeye atoe mtu mahali. Bwana ni yeye akoseshe mtu amani mahali. Ajidhihirishe mwenyewe ya kwamba itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa hapo ile askari alitoa ushuhuda ya kwamba alifanya siku extra na siku alimemwalika katika anniversary, lakini akafanya siku extra. Watu wangu wakiwa hakuna mtu anatia pia shikilia, yeye akafanya extra na aliniambia sijui nikamwambia kumwambia kustaki alitoa ushuhuda hapo. Ukikosa kusimama na ufanye Mungu akasema ndio kitu Mungu aliniambia. Asikosa mtu atafanya tu. Anajidhihirisha na atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe Yesu
Amen. Kwa hivyo kuwa na msukumo kwa mambo ya Mungu. Ukikosa, kuna mwingine atakuwa msukumo, lakini wewe ndio utakosa baraka. Umepewa nafasi na Bwana ya kutumika. Umepewa nafasi na Bwana ya kuwa chombo. Wapuuze ile nafasi, waichukulia na mikono milegevu. Bwana anainua mwingine anafanya, wakosa baraka wewe. Number 4, be consistent and purposeful zeal. Being consistent and having a purposeful zeal. Chenye kimefanya watu wasibarikiwe, imeakwenda kwani muda fellowship ya Wednesday. Wakiwa Wednesday ya kwanza, hizo zingine utakuja. Jaribu kuwa consistency, utacheka. Consistent niliamua nataka kutoshi na nitakuwa nikuja niwe ni wangu na nitakuja niwe ni wangu na nitakuja. Nakuja leo miezi miwili kukuja kila wakati ndio nimeamua. Mbona ile maana anakuja. Amen. Watu wamekuja kwa consistency. Umeamua ninaomba lisali moja kila siku hii. Unaomba Monday, unaomba Tuesday, na Wednesday hapa ni pamoja wanaachilia malaika wako wakuhudumie. Malaika wakikuja na bana huko, umepeleka ile consistency. Umepeleka ile kitu. Yaani wana nakalaka mtu wa kundi. Anakwenda kwa na mtu wa ngai maende. Mama kwa ya mtu mlima. Haya wengine. Hapo tunali. Kwa nini ni? Amen. Be consistent. Galatians chapter 4 verse 15. Wakalatia. Hapo lazima uone. Mungu Wednesday ni lako kisani wakati mbo. Friday rutina. Siku za leo pokea hiyo ujumbe ni karibu kumaliza. Galatians chapter 4 verse 18. It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, and not just when I am with you. Huyu ni Paulo anaambia kanisa la Wagalatia. Anawaambia hivi ni usio kama ndawa na udanga ndio ni usio mavindaombe. Onatina ni bamwene. Pia ngoro kanisa ni pastor. Pia ndio Kristo ngara ni matendo. Unaangalia kitu Kristo ni alipo, unasikia hawezi ganzi vizuri. Unaangalia mzuri mwingine alipo, unasema leo kama sijisikii vizuri. Unasema leo mama hatukutani, ni kwa maana hapo nimeajakunja. Leo hatuwezi tena kujua kitu kimoja, maana sio alipo. Na mkosaidia watu. Na unaweza keti kusema watu mbili. Paulo anasema navyo ni vizuri kuonea shauku. Umezidi ni shauku imepata ile walikuwa nataka. Shauku. Kuonea shauku katika neno njema siku zote. Kuwa na shauku siku zote. Wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Kwa hivyo, ili watu wenye nataka wako hata wako. Kuwa na shauku ya misikivu. Amen. Kaa katika shauku ya mambo ya Mungu kila wakati. Danga mwenyewe. Ilangashe maangoni mangani. Ilangashe kuita wewe tuwe. Danga andunewa na matego. Danga wina na mwangi na manatena mo. Danga mwenyewe tuwe. Amen. Elimu danga. Ila nena anniversary. Mmoja msema nani lakini wana wa viongozi waniambia situamisha hii anniversary kuonekana hakuna kitu. Nasema hamisha anniversary, hamisha maisha yako. Kwa sababu watu watani baraka. Wewe na kudhani mambo mengi ndio kwenda waje tena. Serious. Unatafuta baraka za kukosa.
unaanza kusweat. Na ni kweli nikaangalia ni nani napanga naye kwa watu wachache sana. Nikaangalia kama natokezea nimejua natokezea ni Friday. On Sunday. Lakini nikasema niliitwa Bwana asifiwe. Na nilikuwa na shauku. Mungu akanipatia vijana ambao at least waliamka. Wakatanga na kwamba hii lazima iwe. Sema wao. Kwa hivyo, huwa na shauku kila wakati. Huwa na shauku na mambo ya Mungu. Eka kwa zati wako. Eka nukwenda kwa adimo. Mwana manga hii nombele mapa. Mwana mwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mara nyingi mimi natoanga na hapo bila kitu. Kienda kwa mzee namwambia kile nilikuwa natania tutumia nishatoa kanisani. Nimelipa rent. Sijaona mtu akulipa rent. Nimelipa rent. Nimetoa. Baba singefanya hivi. Kile nilikuwa nacho nimepatia wahubiri fare. Hakutakuwa na kitu nimebaki nacho. Huwa na shauku ya kutendea Mungu wako. Huwa na shauku ya kufanya mazuri ya Mungu. Huwa na shauku zaidi ya mambo yako na utaona makuu. Elewa mkazi, mwenye wangu. Iyo na shauku ya kuamka kama ng'ombe. Mungu ni ng'ombe. Mungu yeye ni msema. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kupata baraka. Usipata baraka tu hivi. Pia na shauku na mambo ya Mungu. Au kama mambo ina mambo malemu. Mungu wako haulele. Pia shika mambo ya Mungu na mikono mlegevu. Au utakuwa yana kuna mambo mengi. Mungu atakabaki ya mambo. Halafu unaweza kwani nimeomba. Lakini haushikili mambo ya Mungu. Hauna shauku na mambo ya Mungu. Hauna shauku na kutakuaje. Hauna shauku na mambo ya Mungu vizuri. Pia nimekaa siku 5 bila kwenda kanisani. Ni kweli kanisa kunaendelea vizuri. Unaweza kuwa kuna mtu unakula mahali kanisani. Usipokuwa na shauku mpendwa ya Mungu. Uwe shauku yako ni ya mambo yako wewe mwenyewe. Ukajua kaja na Israeli kitu. Na ndio sababu wapendwa tumekaa katika maisha ya kuona baraka similika kama roho. Na kanaka kamilika kingine. Au upate ya mama. Nani upate ya mama ile bila mwana. Upate ya mama ile bila mwana. Upate ya mama ile kuina umbu. Kama na ya pasta. Ndio wanajaga mtu. Na wengine watu sana wanaweza kujichezea. Kwa wanda wengine atakugema kanisa na shida. Nilisema saa hii kama umekuja hii kanisani ili pasta akupee msaada. Acha ndio bapumzika. Watu wanatumia vibaya ya misa. Achana nini? Ndio wengine si washirika. Ndio naambia siku moja siku ya pili pasta niko na shida. Hapo ina ndio ananiambia, unajua pasta akiambiwa mtu shida, hata tunaweza kumwombea lazima amtatulie shida zake. Ile nikwambia tunafanyanga watu kazi. Pasta ni na ya panende ni zani kwenda pesa kwa patembeza na kuwaliza kuuliza pesa kunene. Kwa ya mbanga ya kunene na pesa. Pia amujua kwa sababu pasta sina dada siamu ni zile kundege. Abia pasta ande na wakati na bali ndio kwa kanisa. Abia pasta atakuwa de nani mwa ndugu boye. Oje nani ni Mimi sana kwa Mungu anakuja na meza peke yake. Mashina mfuata kuna kuingiza pasta katika mashina yako.
za kwenda na Mungu. Hizi vibaya. Ni walamu wa mama. Sio kusaidiana watu. Naweza kukusaidia na kusaidiana watu kimwili. Hadi ni shida wa shirika. Bwana asifiwe. Ni shida wa shirika. Ili msipeka. Ana mkuja hapo siku mara tatu hii. Na karoka kupembelezana hivi. Hata kule nilikuwa nakuwa pastor nikimwambia jambo. Kuna mmoja alikuwa ananiambia anipatia pesa. Wengine alikuwa ananiombea nikimwambia shida anipatie. Wengine wanashangaa watumishi wa Mungu wakiombea shida, waambia Mungu anapata alafu upatie pesa. Hii ndio roho ya shetani ya kuzimu. Mwana na mambo ya ngozi mnaiti minister. Amen. Yesu anataka. Mwana hata sio minister mara pengine. Hapa tunahubiri uzima. Hapa tunahubiri ukweli. Na huo ukweli unakuweka huru. Na ukweli huo unakupatia baraka. Bwana asifiwe. Ukweli unakuponya. Ukweli huo unakuweka huru. Ukweli huo unakufungulia malango ya mapato. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Taonyesha mara nyingine watakuile watumishi wa Mungu katika Biblia walikuwa na zile ama walikuwa na shauku ya kufanyia Mungu kazi. Maana ukikosa shauku ya kufanyia Mungu kazi, hauwezi kupata baraka. Hatimaye kuambia maneno, Paulo aliambia watu, na naomba kupatia hayo maandiko nikimalizia. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32. Acts of Apostles chapter 20 verse 32. Nisikilize vizuri pale msaada wako huko. Maria anasema, now I commit you to God and to the Lord of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Kikamba na yule mumengane kwa ngai na kwa ndeto ya Mungu wake ila itone kumwaka na kumunenge ina uchiwa kati waone alama badilwe na munengane kwa ngai na kwa ndeto ya Mungu wake ndeto ya ngai ila itonya kumwaka ili tumiata hii mwaka wangu wiweka mwaka kiampeba wiweka mwaka kikana wiweka ikwaka nobi ikwaka na wongeleko ikwaka ikunenge mali ikwaka ikunenge besijope ili tumiata na munenge nekwanga na kwa Mungu wa ndeto yake, Mungu wa ndeto yangu ukwitu sinu shode ila ukwenda. Numasho wido, ni pesa shibo, nubi wido, kila utenecho. Ndeto yangu ukwenda. Ni Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo neno la Mungu linakujenga. Na mimi kama mtumishi wake ninawapeana kwa Mungu na kwa neno lake. Paulo aliyapika na ngai niwe waliobi. Niwe aliyapika na neno yake ya kukwaka niwe aliyangeti. Neno yake ya kukwaka na kunena mwini ndini wachiwa. Bwana asifiwe. Wanadamu atakudanganya, lakini Mungu na neno lake itakufariji, ikupatie kile unataka. Itakupatia kile unataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa katika ombi alama batili. Basi sasa na waweke katika mikono ya Mungu. Mikono ya Mungu usoke pale. Na kwa neno la neema yake usoke katika neno lake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na wao wanaotakaswa. Kama wewe katika wale wanaotakaswa, neno la Mungu litakupatia urithi. Mungu atakupatia
hapa utakipata. Praise the name of the Lord. Hao ni bwana mtaifa. Bwana Bwana ni mangai. Mnaleta wale yake ya Mungu. Mkononi mwa Mungu na neno lake na neema. Shikilia neno la Mungu na neema. Shikilia neno la Mungu. Kaa mkononi mwa Mungu na utaona ufanisi. Simama kwa Biblia kutengeneza. Asante Yesu. Ila Mungu akunenge mimi. Unaona shauku hata wakati jisikii kufanya unafanya. Shauku ambayo itakusukuma kufanya matendo mazuri. Shauku ambayo unasilala bila kufanya kila unasikia na moyo wako ufanyie Mungu. Ndio Bwana naomba hiyo shauku ambayo Roho Mtakatifu dhamira yangu naomba iwe dhamira yako Yesu. Dhamira yangu naomba iwe dhamira yako Kristo. Nikapate kuyatenda matendo mema ambayo nimeitiwa. Ni kwa maana usipotenda